Na wakati huu tutaenda kusikiliza neno lake Bwana kwa muda mfupi. Mungu aliyeumba mbingu na nchi tena kubariki na tena kukujaza meno praise kwa kwamba utasikiliza hizi habari njema, na kwa wewe ambao utasikiliza hizi habari zenye matumaini, habari ambazo zinamtoa mwanadamu sehemu yenye shida na kumleta katika sehemu ambayo ni yenye nuru. Jinsi unavyofikiria si ambavyo Mungu anakuwazia, jinsi unavyowaza si ambavyo Mungu anavyowaza, jinsi unavyonenda si Mungu anavyokutazama uenende. Kuanzia kitambo na kuanzia wakati wa zamani, Mungu bado anazidi kujihusisha mahusiano yake na mwanadamu, akitaka kumtoa na kumwelekeza njia ambayo inaweza kumsaidia kumtoa katika sehemu hatarishi na kumpeleka katika sehemu ambayo ni mbaya. Sometimes unaweza kupitia katika ukata au shida, unaweza kuona giza ndani ya maisha yako. Lakini leo, siku ya leo, kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 5, Bible inasema kwamba na yonole ling'asa na giza nalo giza likuiweza. Unaweza kuwa umesikiliza habari njema Bad News asubuhi njema ya leo. Unaweza kuwa umeenda kwenye social media, umefungulia radio, television, ukasikiliza habari mbaya, habari za mauaji, habari za siasa ambazo zingine zinahusu mumo. Kwa lakini umeamka akili yako hajapata habari nzuri. Sasa siku ya leo tumekuletea good news. Apostle Paul anasema katika Warumi 1:16 kwamba sitaionea haya injili, maana injili ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu katika maisha ya wanadamu. Hizi ni habari njema, mkazo wa Kariakoo, wakati unafungua bidhaa, wakati unaingia kutafuta lakaa yako ya siku, mkate wako wa siku, na uzidi kubarikiwa masikio yako kama na function, uzidi kusikiliza habari njema ambazo kwa neema zake na kudra zake Mwenyezi Mungu ametujalia kusimama kwenye mtaa na kuja kutusema hapana ambazo ndani yake zina muhimu katika maisha ya wanadamu. Sasa jinsi ambavyo unajifikiria sivyo ambavyo Mungu anakufikiria. Je, Mungu anakufikiria vipi? Yamkini wewe unajichukulia mtu wa kawaida, Mungu akuoni kama wewe ni mtu wa kawaida. Nitakupa story ya binti moja ambaye aliishi katika jamii ambayo watu walimchukia kwa sababu alikuwa na tabia mibaya. Kwa muonekano wa kibinadamu watu walimchukia kwa sababu alikuwa na tabia ambazo hazifai katika jamii. Binti aliishi maisha ya taabu, yamkini alitaka kujitoa na alitaka kupata breakthrough lakini alishindwa. Kitabu cha Mathayo sura ya 9 tunaanza na story moja. Wakati ambapo Yesu ameingia kwenye nyumba ya mtu fulani anaitwa Simoni, Biblia inasema Simoni huyu alikuwa ni farisayo wa dini, akamwalika Yesu nyumbani mwake kwa ajili ya kwenda kupata chakula. Biblia inasema wakati Yesu ameketi katika nyumba Simoni, akaja mwanamke mmoja amevaa mavazi ya kikahaba. Biblia ndivyo anavyosema, akaja mwanadada mmoja amevaa mavazi ya kikahaba. Bila shaka yeyote ambaye muona yule binti alikuwa anashiria jinsi tabia yake ambavyo au kula yake inategemea nini. Ni kama vile unajua katika mavazi yanakutambulisha ni nani. Sasa wakati Yesu anahubiri na wakati Yesu ameketi pale akiongea, yule binti alipokuja, farisayo yule na watu ambao wamemzunguka wakajua kwamba huyu ni binti na sio binti tu ya kawaida, huyu ni kahaba. Biblia inasema alivaa mavazi ya kikahaba. Kilichomfanya yule binti aache kwenda kukaa kwenye mitikasi yake sehemu ambapo anapatia chakula na achukue jukumu la kwenda kumfuata Yesu Kristo alikuwa ni nini? Ni kwamba yule binti alisikia habari za Yesu Kristo. Alisikia habari za Yeshua, kwamba wapo watu wengi ambao walimfuata kama yeye, ambao walikuwa na mashida kibao kama yeye, lakini walipomsogelea Yesu Kristo alipata matibabu yao. Kitabu cha Marko sura ya 5 kuanzia mstari wa 25 tunakutana na habari ya mwanamke mmoja aliyetokwa na damu kwa miaka 12, akitumia fedha zake nyingi kwa matibabu na asipata jawabu. Akamaliza fedha zake nyingi kwa waganga, lakini bado period season yake haikukoma. Hii situation wakuta sana wanawake na ni mbaya. Huyo binti aliishi maisha ya taabu katika jamii yake, ilimtenga kwa sababu ya ugonjwa wa kutokwa na damu kwa miaka 12. Biblia inasema aliposikia Yesu anahubiri sehemu fulani, location ikasoma Yesu kwa mahali fulani mtu wa Kongo anashusha gombo la chuo. Biblia inasema ile binti akasamia ndani ya moyo wake kwamba nitajipenyeza nitajipenyeza nende nikamata upindo wa vazi la Yesu. Biblia inasema ile binti baada ya kuazimia moyoni mwake akachukua jukumu la kupiga hatua kwenda kumsogelea Yesu Kristo. Bahati mbaya mahali pale akakutana na nyomi ya watu wamemzunguka Yesu. Na maandiko yanasema ile binti akaanza kupangua mmoja baada ya mwingine. Biblia inasema akajipenyeza, akakamata upindo wa kanzu ya Yesu. Kasikia upindo wa kanzu ya Yesu. Ndio maana mpenda mwanadada mmoja ambaye ni mama yangu alianza kuimba gospel kitambo. Akaimba neno moja anasema, kamata pindo la Yesu jigiria. Ale kamata pindo la Yesu jigiria. Aya kamata,
Yekamata, wekamata, rekamata, rekamata, pindo, shikilia. Yule binti akakamata upindo wa vazi la Yesu, kanzu ambayo ilikuwa na maajabu. Aliyokamata kanzu ya upindo wa Yesu, Biblia inasema kwamba yule binti damu yake ikakoma pale pale, akapokea uponyaji pale pale. Sasa yamkini yule mwanamke ambaye alikutana na Yesu kwa Simoni, yamkini alisikia habari kama hizo, habari za matumaini, habari za utakaso, habari za neema ambazo Yesu Kristo alikuja nazo. Ndipo akamlazimu apige hatua kuingia katika nyumba ya Simoni, na baada ya kumwona yule binti akaonekana ni binti ambaye ni kahaba. Lakini jambo la ajabu ile ambalo Yesu analinena na kulisema pale pale, binti baada ya kumwona Yesu Kristo alilia miguuni mwa Yesu kwa machozi yake, akamfuta mavumbi, na baada hapo kutosha, baada hapo akampresema roho msafi. Ndipo yule Simoni akanong'ona ndani ya moyo wake, akasema kama Yesu angalikuwa ni nabii, angejua binti ambaye analia miguuni mwake ni mchafu kiasi gani. Ndipo Yesu akatambua lile neno ambalo Simoni amelinena. Simoni aliona uchafu kwa yule binti, Simoni aliona ukahaba kwa yule binti, lakini Yesu aliona huyu ni mtumishi. Simoni aliona mambo mabaya kwa yule binti, lakini Yesu aliona kwamba huyu ni mtumishi. Yamkini unaishi katika jamii umejikatia tamaa, watu wanakuona kama vile wewe eleweki, watu wanakuona kama vile umepoteza thamani. Nataka nikwambie Yesu anapokuona sio jinsi ambavyo unajiona. Yesu anaona mtumishi ndani yake. Yule binti alijihesabia kwamba yeye ni kahaba, lakini Yesu hakumuona kama ni kahaba. Yesu alimuona kwamba huyu ni sauti ambayo itapeleka habari njema na kuzisema habari za ufalme. Yule binti baada ya kulia miguuni mwa Yesu na Simoni kusema yule binti ni kahaba, na kama Yesu angejua kwamba yule binti ni kahaba angemwacha ondoke zake, lakini Yesu alikuja. Biblia inasema Yesu Kristo akanena kwamba tazama mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuokoa kitu kilichopotea, mwanadamu aliyepotea. Akasema tazama mimi ndimi mchungaji mwema, na mchungaji mwema hutoa uhai kwa ajili ya kondoo. Simoni akamwona yule binti ni mchafu, lakini Yesu akaona uchafu wa yule binti, akaona usafi ndani ya yule binti. Yamkini unaweza kujichukulia poa, yamkini unaweza kujichukulia kawaida, ukaona kama vile kuna dhambi imekusonga, dhambi zimesimama kama mstimu, unaenda badala unatoka bado dhambi imesimama, unafanya kila harakati ya kuacha dhambi umeshindwa. Let me tell something neighbor, hauwezi ukaiacha dhambi kwa nguvu zako, huwezi ukaacha matukano kwa nguvu zako, huwezi ukaacha ukahaba kwa nguvu zako, huwezi ukaacha uchawi kwa nguvu zako, huwezi ukaacha kufuga majini kwa nguvu zako, huwezi ukaacha kupiga tumba kwa nguvu zako, huwezi ukaacha kufanya mambo mabaya kwa nguvu zako. Unahitaji uwezesho wa Mungu ndani ya maisha yako. Yule binti akajua kwamba kwa nguvu zangu siwezi nikauacha ukahaba, kwa namna yangu siwezi nikaacha ukahaba, lakini yupo mwamba ambaye nikukutana naye anaweza kanisaidia nikaacha ukahaba. Yule binti kakutana na Yesu Panueli, anatuana. Yesu anampa breakthrough. Yesu anamwambia binti, simama ondoka zako, wala mimi sikuhukumu. Hili ndio neno ninakwambia kwamba umesamehewa dhambi zako. Na huu ndio utofauti kati ya dini na Yesu. Dini inamkataa mtu mbaya, Yesu amkatai mtu mbaya. Dini itamkataa kahaba, Yesu amkatai kahaba. Dini itamkataa mtu mtukanaji, Yesu amkatai mtu mtukanaji. Hao ni matukano, anaona mdomo ambao utasafisha na kwenda kupira habari za uzima. Let me tell something neighbor, mkasa maneno haya. Na hizi ndio habari ambazo Yesu Kristo aliwatuma wanafunzi katika Luka sura ya 10. Akasema nendeni mkapira habari za uzima, mahali popote mtakapotea unyayo, waambieni ufalme mbinguni mwakaribia. Akiwa na maana hii, habari njema ni hizi ambazo tumetuleta asubuhi njema ya leo. Wakati tunaingia kazini, tambua kwamba Yesu Kristo alienda msalabani akafa, na siku ya tatu akafufuka kwa ajili ya kukusamea dhambi yako, kwa ajili ya kuokoa chochote ambacho shetani amekiba ndani ya moyo wako. Isaya 1:18 Biblia inasema, "Rohoni tuseme sana, sema Bwana, dhambi zenu japokuwa nyekundu kama damu, mkishaamini nitazisafisha, zitakuwa nyeupe 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 kama theluji." Wakati Yesu anatoka mlimani kwamba akashuka chini, akakutana na bwana mmoja ambaye alikuwa na kijana aliyesumbuliwa na kifafa kwa muda mrefu. Wanafunzi wake walimwambia, lakini wakagonga mwamba. Yesu anatoka mlimani kwamba anashuka chini, anakutana na ile kesi. Yesu baada ya kuta pale akamwambia yule bwana, huyu binti yako, kijana wako ameugua kwa muda gani? Yule bwana anasema ameugua kwa muda mrefu sana. Yesu akamwambia swali hili,
Je, unaamini? Yule bwana akamwambia Yesu, nisaidie kutokuamini kwangu, nisaidie nipate kuamini. Yesu akamwambia amini, hakuna jambo linaloshindikana. Na mimi nataka nikwambie je, mkasa Kariakoo, hakuna jambo linaloshindikana mbele zake Yesu Kristo. Hakuna dhambi inayoshindikana mbele zake Yesu Kristo, hata dhambi ile kupu. Yesu ni mfano wa jiki kwenye maisha yako. Ukishamkubali kumwamini, akishakaa ndani ya moyo wako, anakuwa mithili ya jiki, anasafisha na kuondoa kila aina uchafu ambao umekaa ndani ya vilindi vya moyo wa mwanadamu. Na hapo tano sikia kwamba mwanadamu mbinguni tunaenda kwa kusafisha dhambi na kusamehewa madhambi. Na mtu ambaye ana access na maisha yako, mtu ambaye ana access na msamaha wa dhambi katika maisha yako, si mwingine ni Yesu Kristo wa Nazareti. Ni Yesu Kristo wa Nazareti pekee. Ndipo Petro anasimama kwa ujasiri, anawaambia wale Wayahudi ambapo alikuwa amekaa kwenye baraza la St. Henry, akasema wala kuna wokovu wote pasipo mwanadamu kuokolea kwalo, wala kuna jina lolote lipasalo mwanadamu kuokolea kwalo isipokuwa ni jina moja tu, jina lake Yesu Kristo. Ndio jina ambalo mwanadamu akiliamini anapata msamaha wa dhambi. Tungo bila habari za mitume wengine. Wale kwenye Biblia hamna mtume ambaye alifanya maajabu? Wapo. Hakuna maprofeti ambao walifanya maajabu? Wapo. Lakini maprofeti na mitume wote waliopita wote ni nonsense. Karasi ni uchwala, wote washakufa. Hakuna hata mmoja aliyekuwa na nyodo na kiburi ya kufufuka. Wote washakata moto, na wao wanasubiria siku ya mwisho wafufuliwe. Kama alitenda dhambi, hukumu inawahusu. Hakuna hapa cha kusali wala kuombea mtume. Alikufa kwenye madhambi, moto na musu. Amekufa kwenye mema, heaven hiyo hapo. Sasa tuongea habari za mitume wengine, lakini wote ni nonsense. Yesu Kristo Nazareti ambaye ni zaidi ya mtume, alienda kabrini akafufuka siku ya tatu mwanaume. Na mpaka leo ufufuo wake tunazidi kuhubiri, na msamaha wake tunazidi kusema. Na kila aliamini jina la Bwana anapata huo msamaha. Kila alisadikia jina la Bwana anapata matumaini. Let me tell something neighbor. Shetani hata kuogopa kwa sababu umemeza misafu wala umeweka Biblia kichwani. Hata kuogopa. Ndio maana unaweza kuwa na misafu bado ukashinda kuacha sigara. Unaweza kuwa umejua Biblia bado matukano ukashinda kuacha. Unaweza kujua msafu bado uchawi ukashinda kuacha. Unaweza kujua Biblia bado mausifu ukashinda kuacha. Hivyo shetani hagopi mkwara msafu wala mkwara kanzu wala mkwara suti. Amopi hicho ni mbaya kama nini, anawasha kama upupu. Yatu shiki na vitu. Wetu uve mavazi ya dini umtisha ibilisi. Hana hilo. Ndio maana unaweza kupana bado kama msinguaji Kariakoo. Ndipo Yesu Kristo alipokuja duniani akaona watu wana shida, japokuwa wanapotasha kumtafuta Mungu, lakini bado hajapata mafundisho sahihi ya kumsogelea Mungu kwa sahihi. Yesu anakutana na mwanamke Msamaria katika kisima cha Yakobo. Nimepita na mwambia Bwana, kwenye Yerusalemu baba zetu ndio wametuamrisha ndipo mahali sahihi pa kwenda kumwabudu Bwana. Yesu akasema saa inakuja waabudia Mungu halisi, hawatahitaji kwenda Yerusalemu, hawatahitaji kwenye nyumba za ibada kwenda, bali waabudia Mungu halisi, watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Hii ina maana gani? Yesu alikuwa anamaanisha hivi, haina haja wala simaanishi vibaya, haina haja kwenda msikitini au kanisani ndipo tuaminishe kwamba una Mungu ndani yako. Yesu anasema saa inakuja waabudia Mungu halisi, hawatahitaji kwenda kwenye sinagogi au hekalu, watatembea wakiwa na utisha Mungu ndani ya maisha yao. Na maana pale cha uzima masibi subiriwe. Maana Yesu Kristo ni nguvu ya msaada ndani ya maisha ya mwanadamu, ni nguvu ya uwezesho ndani ya maisha ya mwanadamu. Hatuna jambo lingine ambalo tunaweza kulinena asubuhi njema ya leo isipokuwa ni neno moja tu: Yesu anasamehe. Yesu anasahau makosa ambayo umeyafanya. Hamna dhambi sugu ambayo Yesu anashinda kuondoa makosa yake. Wayahudi wanataka ishara, Wayunani wanataka maneno ya maarifa, lakini kwetu sisi ama tumezikiwa na nuru ya Injili. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata yote, hata kusumukia kwa ulimwengu. Maana hivyo vina utoshelevu. Ndani yake Yesu Kristo kuna utoshelevu. Ndani yake Yesu Kristo kuna pumziko. Ndani yake Yesu Kristo kuna pumziko na maisha ya mwanadamu. Na huu ndio uhakika ambao tunao kwamba wale ambao watakufa katika Kristo hawatakufa tu mradi. Biblia inasema, Paulo mtume anaandikia kanisa Tesalonike 3:13-15, anasema msikae kama vile watu wasiokuwa na matumaini, bali wale ambao wamwamini Yesu Kristo wajapo kufa watafufuliwa tena upya, watapanda Yesu mawinguni. Na huu ndio ujasiri ambao tunao kusubiri safari ambazo hazijagoshiwa
kuhubiri habari zenye maana ndani ya maisha ya mwanadamu. Hapa mimi si bongi story, naongelea uhalisia wa maisha ndani ya maisha ya mwanadamu. Hebu pesa msinema mkini kwa hapo msikiliza kwamba kitambo hii habari ni njema. Yesu alipita na msamehe, akaona ukaba ambao amefanya, akaona ni mkisafi ambaye kinikubali nitamsafisha na kuanza mwanzo mpya. Huko maeneo haya unasikiliza chini ya birthday kali yako. Yamkini sio siku ya kwanza kuniona nilikuwa nahubiri mtaani. Yamkini kwa ni mara yako ya 10, mara yako ya 20, mara yako ya 3. Sikia nikwambie, hizi habari ni njema ambazo unazisikiliza. Yesu ambaye tunamhubiri tumemwona kwa macho. Nimemshuhudia kwa macho yangu pasipo kusimuliwa. Nimemwona kwa macho yangu mawili. Let me tell something neighbor. Kwa maana tunao ujasiri wa kuongea. Zingekuwa ni story mzee nisingekosa jambo la kuongea, ningeongea na ninyi ni mimi. Bwana asifiwe. Amen. God bless you. Nisingekuwa naweza kuongea. Sina jambo la kuambia, lakini jambo nililonalo ni moja. Namjua Yesu ambaye amenisamehe na kuniokoa. Na ndio huyu ambaye tunamhubiri katika mitaa. Kristo anasamehe. Kristo anasahau makosa ambayo wanadamu amefanya na dhambi ambazo wanadamu zimemzinga. Amini leo upate uzima. Na mtu anasema mtumishi na uweze kumpokea Yesu. Very simple, haina haja kuchoma udi wala ubani. Kumpokea Yesu very simple. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia hoja kwa neno la Kristo. Kwa kinachoelekea jambo moja ni kuamini. Namba 2 ni kusadiki katika kinywa chako. Na kuamini kuwa Mungu alifufua katika wafu Yesu Kristo. 3, mkaribisha Yesu ndani ya moyo wako. Kwa njia ya imani Yesu ataingia ndani ya moyo wako. Atasamehe makosa yako na kusahau chochote ambacho umekifanya. Tunasamehewa dhambi kwa tendo la imani, sio kwa tendo la kugusa, sio kwa tendo la kupapasa. Msamaha wa dhambi unaupata kwa tendo la imani. Imani ni kuwa na hakika mambo tarajiwayo, ni baada mambo yasionekana. Tunaamini Yesu ametutakasa, tunaamini Yesu ametusamehe, na ukishaamini hivyo Yesu anaanza kufanya practice ndani ya maisha yako. Anaanza kuleta matokeo chanya ndani ya maisha yako. Vitu vyote vibaya ambavyo Ibilisi kama vifunga, Yesu anaanza kuvipoka. Yesu anaanza kuvifungua. Yesu anaanza kuvitoa. Hili ndio neno la Bwana ambalo Mungu anataka tunene na wakazi wa Kariakoo asubuhi njema ya leo. God bless you. Uwe na wakati mwema. Rehema zake Yesu Kristo ziwe juu ya maisha yako.